Kwa mujibu wa taarifa mbalimbali kutoka katika klabu ya Yanga, inaripotiwa kuwa klabu ya Yanga ipo katika mchakato wa kuhakikisha wanawasajili wachezaji wawili kutoka Azam FC ambao mikataba yao inaisha mwisho wa msimu huu. Wachezaji ambao wapo kwenye mkakati wa kusajiliwa na klabu ya Yanga kuelekea msimu ujao wa michuano mbalimbali ni pamoja na kiungo mshambuliaji wa pembeni raia wa Tanzania Idi Selemani maarufu kama Idi Nado, pamoja na kiungo wa kati raia wa Ghana James Akaminko. Hawa ni wachezaji ambao mikataba yao na klabu ya Azam FC ipo mwishoni, na taarifa mbalimbali zinaripotiwa kuwa klabu ya Yanga kwa sasa wanaangalia mkakati wa kuhakikisha wanawasajili wachezaji wao kuelekea msimu ujao wa michuano mbalimbali ambao watakuwa wakishiriki. Idi Nado ni miongoni mwa washambuliaji wa pembeni ambao kwa sasa wamekuwa wakifanya vizuri katika ligi kuu ya Tanzania, na ukizingatia Idi Nado ni mchezaji ambaye ni mzawa, hivyo klabu ya Yanga wanaona ni moja kati ya wachezaji muhimu wa kuwaongeza kuelekea katika msimu ujao wa michuano mbalimbali ambao watakuwa wakishuka dimbani. James Akaminko kwa muda mrefu amekuwa akihusishwa kujiunga na kikosi cha Yanga, lakini kutokana na ugumu wa mkataba wake ambao alikuwa nao na klabu ya Azam FC ni moja kati ya vitu ambavyo vilikuwa vinasababisha James Akaminko asijiunge na klabu ya Yanga. Lakini kwa sasa taarifa mbalimbali zinaeleza kuwa wachezaji hao wote wawili kwa pamoja mikataba yao inafika mwishoni mwa msimu huu, na moja kati ya maongezi ambayo wamefanya maongezi na baadhi ya viongozi wa klabu ya Yanga kuelekea msimu ujao ili kuhakikisha wanasaini. Akaminko na Idi Nado ni wachezaji muhimu katika kikosi cha kwanza cha Azam FC wakiwa chini ya kocha Florai Benge, na kwa kiasi kikubwa wachezaji ambao wamekuwa wakipata nafasi kubwa katika kikosi cha Azam ni pamoja na Idi Selemani maarufu kama Idi Nado pamoja na James Akaminko ambao wamekuwa wakianza moja kwa moja katika kikosi cha Azam FC katika michezo ambayo wamekuwa wakishuka dimbani. Kwa sasa Yanga wapo kwenye mkakati wa kuhakikisha wanakamilisha sajili hizo mbili kwa pamoja ili kuhakikisha kuelekea msimu ujao wa michuano mbalimbali wanawatumia katika kikosi chao cha kwanza. Akaminko ni nyota ambaye anasajiliwa kwa ajili ya kwenda kusaidiana na nyota kama Duke Abuya, Mudathiri Haya, nyota ambao wamekuwa wakicheza katika eneo hilo, huku Idi Nado akisajiliwa kwa ajili ya kwenda kuwapa changamoto wachezaji ambao wamekuwa wakicheza pembeni ya uwanja. Kwa upande wa Young Africans, nyota ambaye amekuwa na uhakika wa namba ya moja kwa moja ni Pacome Pedro Zouzoua, lakini wachezaji wengine wamekuwa wanaingia toka nyingi katika kikosi cha kwanza cha Yanga. Idi Nado ni mchezaji ambaye anatabiriwa kwenda kufanya vizuri endapo usajili wake wa kujiunga na klabu ya Yanga utakamilika kuelekea msimu ujao wa michuano mbalimbali ambayo Yanga watakuwa wakishuka dimbani. Vyanzo mbalimbali kutoka katika kikosi cha Yanga vinaripoti kuwa kwa sasa wapo kwenye mchakato wa kuhakikisha wanawasajili nyota hao wawili kutoka Azam FC kwa pamoja, kwa sababu ukizingatia ni wachezaji ambao mikataba yao inaelekea mwishoni wakiwa na klabu ya Azam FC, na mpaka hivi sasa Azam hawajaanza mchakato wa kuwaongezea mikataba mipya. Yanga wanaona ni moja kati ya fursa za kuhakikisha wanawasajili nyota hao ili wawaongeze katika kikosi chao katika kuhakikisha wanafanya vizuri kwa msimu ujao wa michuano ambao watakuwa wakishiriki. Yanga wanashiriki michuano mingi sana msimu ujao, na miongoni mwa michuano mikubwa ambayo wanaamini watafanya vizuri ni michuano ya CAF Champions League, na miongoni mwa nyota ambao watawaongeza ni pamoja na Idi Selemani Nado pamoja na James Akaminko. Hii ni taarifa ambayo inazungumzwa sana katika vyanzo mbalimbali vya klabu ya Yanga kuelekea msimu ujao wa usajili. Ili uweze kupata taarifa zetu, hakikisha tu umebonyeza alama ya kengele. Hii ni Arusha Digital, mimi naitwa Hassan Kasim.